Hello guys, mambo vipi, mko salama? Shangazi yenu hapa. Guys, sasa hivi ni saa 4 kasoro, saa 5 naingiaga kupika. Unaona nimevaa manguo yangu ya uniform. Hapa niko na uniform yangu kama mnavyoniona. So, niko kazini. Wale ambao mnasemaga sifanyi kazi. Oh, shangazi ufanye kazi muda wote uko kwenye online. Jaribu na wewe. Kama hujafukuzwa kazi. Siku zote nikijaga hapa nakuja na kitu kizuri, kitu kipya. Kaa hapo hapo usibanduke. Nataka nikwambie kitu. Wapenzi, naongea na nyinyi timu strong, wapambanaji, wanawake mliokuja kutafuta maisha huku. Sijaja kwa ubaya, sina loya. Kila siku nawaambia mimi sinaga loya, niko peke yangu na Mungu wangu, tafadhali. So, nataka niwaambie kitu. Mmeona video inayotambaa huku kwenye mitandao? Mfanyakazi mwenzetu alipodhalilishwa. Yaani kadhalilishwa mpaka katudhalilisha na sisi wenyewe. Ukimwona mwanamke mwenzako yupo uchi, ni sawa na wewe uko uchi. Hii nawapa ambao wasichana ndo wanaanza kazi. Naongea na wasichana wanaotaka kuanza kazi. Wapya kabisa hawajawahi kufanya kazi ndo wanaanza kazi. Wako wengi. Kuna wengi nimeunganisha ishia wako Omani na wengine wamekuja Dubai. Umeona guys? Guys, kidogo najisikia vibaya. Meno yangu yanauma kidogo. Hayajatoboka lakini yanauma. Sana kunywa hii hapa, nitawapa baadaye somo ya hiki kitu. Hii ni dawa hii. Hii ni karafuu. Kama unaumwa na meno, kunywa karafuu. Chemsha karafuu, unywe. So tunaenda kwenye point. Wanasemaga hivi, kazi na dawa. Mpo wapenzi, nyinyi mnaoanza kufanya kazi, timu jadidi, timu wapya, mnaokuja kufanya kazi ndo mara ya kwanza mnakuja kwa Waarabu. Ninasemaga kila siku nyege zako ziache uvunguni. Kwenu Afrika, ukifika kwa Mwarabu ni kazi. Asikudanganye mtu, huku ni kazi. Lakini ukija na mihemuko yako ukaileta huku, maidia, umepotea. Utatapeliwa na wanaume kimapenzi, utatapeliwa pesa na wanaume, kwa sababu huu mwili asikwambie mtu. Leo nataka kila mtu aweke komenti yake. Unaishi vipi ndani ya miaka 2 bila mwanaume? Asikudanganye mtu, inahitajika subla. Watu wanasema, oh mimi naweza, mimi nafanyaje? Jamani, damu inachemka. Na ndio maana tunaambiwa kila siku waajiri wetu wanaume tuwakalie mbali. Yuko sebleni, achana naye, malizane na mambo ya sebleni, stindumu, akimaliza ingie chumbani kwake. Yuko chumbani kwake, achana naye mpaka atakapotoka aende zake stindumu, ndio utaingia ufanye usafi. Sio mwanaume wa mtu yuko pale, wewe unaboka pale unafanya usafi, maidia. Utauponza. Utakuja kuuponza ufe vibaya mbwa wewe. Ukiuponza ndani ya Mwarabu ujue umekufa. Na waibia siri nikiwa nasubiria muda wangu wa kwenda kukorofisha mambo, kwenda kupika. Naipenda kazi yangu ndio nayo niweka mjini. Mpo? So, naongelea hivyo kwa sababu gani? Tuseme na hisia zetu. Asikudanganye mtu. Nawaambia ukweli, mtakaojifanya mnajifanya basi ninyi ni wagonjwa. Kuna kipindi mtu inafikia unakuwa na stata ya mapenzi, unatamani mapenzi, inafika kabisa hatua. Sasa nataka niwaambie hiyo hatua unaitoa vipi. Kuwa busy na mitandao. Tumia vizuri mitandao yako. Tafuta kikazi kwenye mitandao, fanya kazi zako kwenye mitandao. Utakuwa unawaza kile kitu, badala ya kuwaza vitu vibaya, utawaza kile kitu. Leo sijaposti kitu fulani, lakini kile kinakulipa. Post my dear. Ndani kwako chumbani, kama hapa chumbani kwangu, fanya mazoezi. Jamani, mwanamke uliokamilika, mwenye damu inachemka, kijana kama shangazi hapa, lazima hisia zipo. Na ndio maana unajikuta mtu unakuwa kisilani, unakuwa na hasira, tunaongea peke yetu. Yaani muda mwingine mimi napigaga story peke yangu. Na muda huo sitaki kupigiwa simu, sitaki hata bosi wangu aniite, lakini sasa nipo ndani kwake, lazima ataniita. Ndio maana wengine wanashindwa kucontrol nyege. Unashtukia tu bosi wako anakuita unamjibu vibaya. Ukiweka sana fikra kwenye mapenzi, yatakuendesha. Utasahau kilichokuleta. Msijifanye hamjui kuwa kama nyege zinatutesa huku. Upwilu unatutesa. Bongo mbaya.
Kuna wengine wanajifanya sijui nini wewe ulikuwa. Hakuna, hiyo imewekwa automatically na Mwenyezi Mungu. Mwanamke au mwanaume lazima ufanye tendo la ndoa. Umri kama wangu unatakiwa uwe na mume wako, na sio zinaa. Sijasema zinaa, uwe ndani ya ndoa. Wewe ukipanda ndege kuja huku ushakuwa mtu mzima, inatakiwa uwe kwenye ndoa yako na mume wako. Na ndio maana kila siku tunaambiwa kwamba usikubali mwanaume wako akaenda anakoenda mwaka mzima, miaka utazini, utafanya zinaa. Utafanya zinaa, my dear. Hii kitu haitakagi haraka. Na ndio maana naambiwa mwanamke akishapata kile kitu hata kucheka kunaisha. Wengi wetu siku hizi tunacheka ovyo. Unakuta mtu na kisilani. Yaani wewe ni kisilani kukicha kisilani kukicha kisilani. Shida ni upwilu. Tuongee tu ukweli. Sasa naenda kwenye point. Mmeiona ile video inayosambaa ya mwenzetu? Amekuna nazi. Kuna mama, kuna kinyume. My dear, ni aibu. Na sio ya kucheka. Jamani, ni aibu. Wanawake ametudhalilisha. Amemkunia sijui mumewe naye ndugu yangu roho mbovu. Kamwambia nataka niiposti. Kamdanganya mwenzie vizuri. Kamdanganya vizuri, nataka nione umbo lako lilivyokaa, sijui ni nini. Mwanamke maskini ya Mungu kajirekodi nyimbo ya Diamond kuna nazi. Anakuna bila kibao cha mbuzi. Toka lini nazi kakuna bila kibao cha nani? Cha nazi. Kibao hakuna cha mbuzi, kibao mbuzi hakuna, anakuna. Mwenye kajifungia kwa marabu akikuna nazi. Umbea time. Guys, ni aibu. Mnajua aibu? Jamani, wanawake mjishikilie. Wadogo zangu jishikilieni, haya mambo ni ya muda ya kupita. Fanya yako miaka 2 au mwaka mmoja, tafuta la kutafuta uende ukafanye service nyumbani. Acheni kujirekodi mkiwa uchi. Unakunaje nazi bila kibao cha nazi? Nazi inakunoga kukiwa na kibao cha mbuzi. Ile mbuzi ile ya kukwanulia ile unakwanua kwa mikono, hata kama ukinyonga kiuno, sasa unajua nimekalia mbuzi. Yeye sijui kachuchumaa wapi mtoto wa watu, anakuna nazi. Diamond unalaana we baba. Umekunisha watu mpaka ugaibuni. Tutabidi tumfuatilie Diamond amlipe huyu binti. Kazalilika. Katuzalilisha mpaka wanakenzie. Jamani, hapana. Jamani, wanawake tujishikilie. Na wakuja hapa kuambia tu, nimechoka joto kama kawaida, lakini nimeona nije niwaambie. Shangazi yenu hapa, shangazi wa taifa amesema, jamani, acheni upwiru wa kijinga. Ukimuona mwanaume anakuambia jirekodi mama, nataka nikuone, chamba huyo mwanaume, ikiwezekana piga block. Akafie mbele ya safari. Sasa hivi mtu unapiga video call anakuambia mtu jisaule nikuone. Huyo sio mwanaume wa ndoto yako. Huyo mwanaume hana akili. Hata kama awe mume wako, kuweni makini. Siku hizi wanaume wamekuwa hawana akili. Dunia sasa hivi wanaibadilisha. Wamegeuka kuwa wanyama. Hawajui kama sisi ni wazazi wao. Unapomdhalilisha binti wa watu, anaonesha maumbo yake, sehemu zake za siri. Na mama yako mzazi ndivyo alivyo. Mama yako mzazi ndivyo alivyo, na ndipo ulipotokea. Mwana haramu wewe mwanamume. Nadhani utaiona hii. Sio kama tumefurahi tumependa. Mtu umefanyiwa siri. Huyu binti tunamshawishi aje akufungulie kesi, na inawezekana. Sio serikali ya Mama Samia hii, utajuta. Tena kujua akufungulie kesi. Umemdhalilisha. Na inawezekana kosa la jinai kumdhalilisha mwenzako akiwa utupu. Hata kumpiga picha tu mtu ambaye sio idhaa yake, kwamba kumpiga picha kikushtaki mama, unafunguliwa mashtaka. Ulipe gharama. Ushamdhalilisha mwenzio. Kama hana mtoto, kesho atakuwa na mtoto. Anamuona mamake anakuna kwenye mitandao. Sasa hivi Telegram ni yule. Wapi sijui kwenye TikTok ni yeye. Sijui kwenye nini ni yeye. Jamani, wanaume jaribuni kuwa na utu. Hafu mwanaume anamwambiaje eti kama hujanitumia mshahara wa kwanza na wa pili na kuposti.
Guys, alichokifanya huyo binti bora asingemtumia pesa. Alimtumia mshahara wa kwanza 500,000. Mshahara wa pili maskini ya Mungu akamwambia mimi sina pesa. Yaani siku hizi wanaume hamtaki kufanya kazi, mambwa nyinyi. Leo nina wanaume wasenge wakubwa nyinyi, mambwa nyinyi, wanaume nyinyi wenye tabia kama hizi. Filauni. Unaenda kumposti mtoto wa watu anajikatisha makiuno kwenye nanili akiwa uchi. Angekuwa dada yako. Hivi mnafikiri tunawachekelea? Siku hizi mmekuwa mabaili, hamwezi kutunza wanawake, mpo tu kama vile mmewekwa. Unafikiri mwanamke atakaa kwako? Ukiwa kama nani? Babake mzazi? Kama kaweza kutoka kwa babake mzazi na akaja kufanya kazi huku, nafikiri atashindwa kuondoka kwako? Hata kama umemuoa, umetoa mahali kiasi gani mpaka unamdhalilisha hivyo mwenzio? Hata milioni haifikagi. Mnaonewa huruma. Lakini bado unamfuatafuata mtoto watu na kwenda kumposti kwenye mitandao. Nikwambie, unavyompeleka mwenzio vibaya, Mwenyezi Mungu anakuwekea kombola ambalo wewe mwenyewe hujijui. Aidha kwenye kizazi chako au kwenye familia yako. Au wewe mwenyewe. Unanielewa? Mchuma janga hula na wakwao. Utakula na mamako mzazi, wewe mwanamume utakula na mamako mzazi mpaka watoto wako, mpaka kizazi chako chote kilaaniwe. Mwana haramu, mwana Isaya wewe. Umeenda kumposti mtoto wa watu anakunanaza, alikukunia wewe ndani mkiwa wawili unamdanganya. Taula nguo mlembo wangu nikuone. Kumbe mwana haramia wewe. Lezege ya hayawani, ya gadua. Nyau wewe. Takwambia na Kiarabu tu kielewa, mwana haramu wewe. Yaani nimekelekwa, natamani mwanaume nimshike, nimtingishe. Unadhalilisha wewe Timu Strong. Unatujua vizuri wewe. Wadogo zangu, nataka niwaambie kwamba acheni kusaula nguo ukiwa na mwanamume. Kwanza sasa hivi nataka tustopishe video call. Mtu akitaka video call apigie mzazi wake. Akitaka video call apigie sister yake. Na amwambie saula hizo nguo. Asaule. Tumekasirika wapambanaji kuliko maelezo. Ni mwenzetu amefanya mistake. Haina budi tukumbushane. Wanaume unacheka naye hivi. Mwanaume unacheka naye hivi, dakika moja anakugeuka anakuwa mbogo. Kuweni makini Timu Strong, wadogo zangu, wanangu, sijui wadogo zangu wanani, wadada zangu, masista. Kuweni makini. Siku ya kwanza tu mwanaume akikwambia vua nguo zako nikuone, piga block. Hiki kitu sitaki kuisikia tena. Huko kuna mtu kadhalilishwa tu kwenye Telegram, sitaki kusikia. Piga block yeye. Yaani mtandike block mpaka makaburi ya nyumbani kwao. Watatuzoea. Sasa hivi wanajilengesha, tunajua watu wa huko ndo wana pesa. Paka mnaenda kwa waganga, mnafikia tujui. Mnatuwangia. Siku yenu yaja ya Mwenyezi Mungu, siku ipo. Mpo. Utamwona mwenzio na mtesa analia machozi. Machozi ya mwanamke ni mabaya kwa sababu mwanamke ni mama yako mzazi. Mwanamke ukimsaliti hata kama kwenye mapenzi ulimdanganya, akalia machozi yake. Akikunuia kitu wewe utahangaika maisha yako yote na haujui nani alokuloga. Kumbe machozi ya yule mwanamke. Yule mdada ana familia yake. Ana wazazi wake. Ana marafiki zake kama sisi. Dunia nzima inamwangalia. Hizo umeziuza sasa umepata pesa. Wewe mwanaume ulipo wewe ulaaniwe. Paka na kizazi chako. Narudia tena, mchuma janga ataenda kula na wakwao. Sasa hivi ubaya. Ukimfanyia mwenzio ubaya hapa duniani unalipwa. Upo? Jamani Timu Strong. Wapenzi, makadama, mashagala, kuweni makini. Acha kucheka na mwanaume mpaka tumeshakataza jamani, hamuhudhurii vikao. Au mnataka nifungue grupu? Kwa nini hamtaki kuhudhuria vikao? Kila siku tunasema kwenye mitandao, tunasema jamani, acheni kupiga video call na mwanaume ukiwa uchi. Mbona mnanikasirisha? Kila sehemu tunasema. Kwa nini hamtaki kuhudhuria hivyo vikao? Kama we ni mtoto mdogo na miaka 20, hudhuria kwa kina shangazi kama sisi, makonki, magwiji. Hudhuria. Kama hivyo vitu tulivifanya huko nyuma tukiwa wadogo, sasa hivi tushakuwa magwiji, tunaelewa nini dunia inapokwenda. Sasa hivi hawezi kuniambia mwanaume kwamba vua nguo kae kwenye kamera hivi.
Marufuku, mamnu. Akikuletea za kuweza sisi, tandika block, narudia tena, paka makaburi ya kwao. Akitaka video call ya uchi, ampigie mama yake, awapigie wadogo zake, awapigie kila mtu, wakae hapo kwenye video call wakiwa uchi. Nonsense.